Ndugu mtazamaji popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu kutoka papa hapa Tanzania News Today. Mahali ambapo tunaangazia taarifa zote ambazo zinahusu taifa letu la Tanzania. Wengine wanaogopa kuzungumza, ila mimi nipo hapa kwa minajili ya kuwajulisha. Cha msingi subscribe, like video, washa kengele. Sasa mtazamaji wangu, kuna kitu ambacho haujakijua, lakini nina imani kwamba umekishuhudia. Madereva wote Tanzania wamezima taifa. Unajua, wache nikuambie hivi. Taifa litasonga mbele na shughuli za kawaida zitaendelea iwapo kuna usafiri na usafirishaji wa mizigo. Hawezi ukaniambia mimi Bwana Ezra nitaamka kutoka Arusha au kutoka Mwanza nitembee kwa miguu mpaka Dar es Salaam niende kikazi pale. Haiwezekani. Lazima niweze kuabiri gari, lazima niweze kuabiri bodaboda, au lazima niweze kuabiri daladala ili nipe usafiri mpaka Dar es Salaam. Hawa ndugu wa usafiri ama wa usafirishaji wa mizigo na vyombo vyote vya moto walitangaza maandamano yao kujiunga na wenzetu ambao waliagiza kwamba leo pawe na holiday. Sasa hawa madereva wa vyombo vya moto wakaona hivi, wakasema kwamba si hawa wananchi, hawa raia ndio wanatufanyisha biashara. Sasa tukienda kinyume na wanavyotaka kwamba kesho au leo pawepo na maandamano, kesho huenda nikakosa mteja. Kwa hivyo na wao wakatangaza maandamano ya kujiunga na ndugu zetu. Sasa yaani kutoka mitaa yote Arusha, Mwanza, Dar es Salaam, usafiri umeweza kusimama. Pata taswira jinsi ambavyo mambo yalikuwa. Hakuna shughuli ambazo zilikuwa zinaendelea. Usafiri umetatizika. Huu ndio ubaya wa kung'ang'ania madaraka. Kufikiri kwamba akiwa amejiapisha katika kambi ya jeshi anaweza kaamuru wananchi kufanya chochote. Wananchi ndio wako na mamlaka na wala sio serikali. Lakini athari ni kwamba watu wajitokeza kwenye shughuli zao za kila siku na kupelekea kukwama kwa shughuli za maendeleo. Usafirishaji umekuwa mgumu kweli kweli. Kwa hiyo ambacho kimeenezwa hapa ni hofu tu, ila hakuna kwa kweli, hakuna shughuli yoyote ambayo inafanyika. Watu wamejifungia ndani, pengine kesho itakuwa ni. Nipo katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli kichoko Mbezi jijini Dar es Salaam, ambapo katika kituo hiki katika hali ya kawaida ni kituo ambacho huaga kinakuwa na hekaheka nyingi, lakini leo kidogo kumekuwa na hali ya utulivu, labda ni kutokana na kile ambacho kinaelezwa labda ni matishio ya maandamano. Katika kituo hiki maeneo haya yote yanakuwa ni maeneo ambayo huaga yanakuwa na watu wengi, lakini leo kuna hali ya tofauti. Lakini ukiangalia upande wa pili wa kule unaona pia nako kuna utulivu na hakuna watu wengi waliopo katika eneo hili, na hii labda ni kutokana na kuwepo kwa tishio na kuwepo kwa maandamano. Lakini ni katika kituo hiki ukiangalia eneo lote hili kuna utulivu mkubwa, hakuna watu wengi, na kule mwisho kabisa unaona kuna vijana wa bodaboda kama vile nao wametulia pale wakiwa wanasubiri abiria, lakini kwa moja nyingine abiria wapo. Ni katika kituo hiki ukiangalia ni kituo hiki kikuu cha Magufuli kilichopo hapa Mbezi. Ukiangalia namna gani ambavyo kule kituo kinaonekana, eneo hili limekuwa na utulivu. Ukiangalia barabara hizi ambazo mara nyingi zinakuwa na watu wengi, na katika eneo kama hili ambalo ni zebra, mara nyingi unakuwa na kundi kubwa la watu ambao wanavuka hapa, lakini ukiangalia ni watu wachache kabisa ambao
wanavuka katika eneo hili, na kuvuka ama kutumika kwa kivuko hiki ni ishara kwamba kuna watu wengi wanaingia ama natoka katika kituo hiki kikuu cha mabasi cha Magufuli. Lakini ukiangalia hakuna watu, na watu waliopo hapa ni watu wachache ambao wanavuka. Eneo hili limekuwa ni eneo ambalo kama nimekwambia limekuwa na hekaheka nyingi, lakini ukiangalia kuna utulivu wa hali ya juu. Hakuna watu wengi kama ambavyo imezoeleka. Tutaendelea kukujulisha namna ambavyo hali ilivyo katika jiji la mtazamaji. Hii ni Kigamboni Ferry, eneo ambalo kwa kawaida katika siku za kawaida huwa na pirika nyingi kila siku, lakini leo idadi ya watu inaonekana kuwa ndogo. Baadhi wamefunga shughuli zao, baadhi wamefungua, shughuli zinaendelea kama kawaida, lakini idadi ya watu imekuwa ndogo kuliko siku nyingine za kawaida. Leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu 2026, eneo hili linashuhudia mabadiliko kutokana na uchache wa watu, lakini pia maeneo mengine kuonekana yamefungwa na baadhi ya shughuli kutokuonekana kuendelea. Hapa ni Kigamboni Ferry na hivi ndivyo hali ilivyo. Mtazamaji, bado nipo Kigamboni na wacha nikueleza hivi mtazamaji wangu, hatutakaa kimya tukisubiri viongozi hawa watutawale kimabavu. Haiwezekani. Nchi inakombolewa kwa mapambano na wala sio kwa kufurahia na wale ambao waliwaua ndugu zetu mwaka uliopita. Sasa hatutakaa vikao vya usuluhishi wala maridhiano bila kukubaliana msingi au misingi ya kuondokana na matukio ya utekaji, mauaji na kupotea kwa raia. Samia yeye amependekeza kwamba tuingie kwenye maridhiano, tuliunganishe taifa, tuache mambo ya maandamano. Sasa tutaingiaje kwenye maridhiano mtazamaji wangu? Naomba uweze kunisaidia kufikiria. Tutaingiaje kwenye maridhiano kipindi ambapo namba moja, hii serikali haijaweza kuwajibika kwa mauaji ambao waliweza kutekeleza mwaka uliopita? Tutaingiaje kwenye maridhiano mtazamaji wangu kipindi ambapo wale ambao waliwaua ndugu zetu hawajaweza kukamatwa na kuchukuliwa hatua? Tutaingiaje kwenye maridhiano ya kuliponya taifa kipindi ambapo kuna ndugu yetu Lissu anaendelea kuozea kwa jela bila ya makosa? Tukiingia kwenye maridhiano kabla Lissu hajatoka ndani, hiyo ni kana kwamba tunamkejeli, hiyo ni kana kwamba tunamdharau. Lazima misingi bora iwekwe ndiposa tuingie kwenye maridhiano. Ingekuwa ni bora tuingie kwenye maridhiano ili kuliponya taifa letu, lakini hatuwezi kabla ya wale ambao waliweza kuwaua ndugu zetu kukamatwa na haki kupatikana. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Hatuwezi tukaingia kwenye maridhiano kabla hatujaweza kukubaliana kwenye misingi ya mauaji. Hawa ambao waliwaua ndugu zetu tunawaweka wapi? Wale ambao walikuwa wanateka ndugu zetu, wao wanachukuliwa hatua gani? Wale ndugu zetu ambao waliweza kutekwa na hawajapatikana wako wapi? Hayo ndio mazungumzo ambao kwanza kabisa tuyazungumze, tukubaliane kabla ya kwanza mambo ya sijui tuliponye taifa. Tutaliponyaje taifa kabla ya ndugu zetu kuingia kwenye maridhiano? Na Samia ni kana kwamba tunakubali mateso, manyanyaso ya ngono ambaye alikuwa anafanyia ndugu zetu. Hatutapokea siasa za uponyaji
bado makovu na majeraha ya mwaka uliopita yapo kwenye roho zetu. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, mtazamaji wangu. Wakiyafanya hayo, basi maridhiano tupo. Hongera sana ndugu zetu madereva wa magari ya usafirishaji, wa magari ya daladala, bajaji, bodaboda ambao mliweza kujiunga nasi kwenye haya maandamano. Tumefanikiwa, pasije pakatokea mtu akakwambia tu kwamba maandamano haya yalifeli. Yalifeli. Umeona serikali ikipata mapato? Umeona shughuli zozote zikiendelea hapo? Nchi ilisimama. Na wasipotekeleza jinsi ambavyo wananchi wanataka, mimi sioni hali hii ya maandamano ikiisha. Watakuwa wanafukuzana na raia na wananchi, wakute kwamba miaka hii mitano ambayo waliweza kujitawala madarakani imeisha kabla ya kufanya chochote. Endelea kusubscribe, nitaendelea kuwaletea mengi.